Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia mabaraza ya manispaa imeendelea kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha mazingira ya Zanzibar yanabaki kuwa safi na salama, ikiwemo ujenzi wa dampo la kisasa katika eneo la Kibele pamoja na kujenga maeneo maalum ya kutupia taka. Sambamba na juhudi hizo, katika ngazi ya shehia zimeundwa kamati mbalimbali za mazingira zenye jukumu la kuhakikisha usafi unaimarika siku hadi siku. Hata hivyo, tofauti na matarajio hayo, hali ni tofauti katika eneo la Tomondo kwa Mturuki, Ziwa Maboga, ambapo kamera ya Asam Online TV imeshuhudia kitendo kinachozua masikitiko makubwa baada ya baadhi ya wananchi kutoka maeneo tofauti kufika na magari ya ng'ombe, huku wakimwaga taka ovyo katika eneo ambalo hapo awali lilikuwa likitumika kwa shughuli za sikukuu pamoja na michezo ya watoto. Je, huu ndio utunzaji wa mazingira tunaotaka? Ni nani anayepaswa kuwajibika kwa uchafu huu? Na watoto wa eneo hilo wanapata wapi sehemu salama ya kucheza na kusherekea sikukuu? Licha ya juhudi zinazofanywa na ofisi ya sheha wa shehia hiyo, ikiwemo kupeleka gari maalum la kubeba taka kwa ajili ya kuondoa changamoto ya majaa holela, bado kuna baadhi ya vijana kutoka maeneo mbalimbali wameendelea kufika na kutupa taka katika eneo hilo kiholela. Wananchi wa eneo hilo wameeleza kwa masikitiko makubwa juu ya athari zinazotokana na uchafu huo, wakisema kuwa hali hiyo imepelekea shughuli za sikukuu kupigwa marufuku katika eneo hilo, huku watoto wakilazimika kwenda maeneo ya mbali kwa ajili ya michezo na kusherehekea sikukuu zao. Kinachotuasirishia wananchi wa Ziwa Maboga ni kutupiwa taka. Ni watu kutoka mbalimbali, kwa Mchina, Mpendae, Tomondo, kila sehemu natoka, pamoja na kuchimbwa mchanga. Yaani kinatuasiri kiasi kikubwa. Zamani tulikuwa tunaishi kwa amani, hakuna jaa. Tulikuwa tunaingiliwa na maji tu, lakini jaa tulikuwa hatuna. Sasa hivi nzi kula kile chakula shida. Umenielewa vizuri? Kwa hivyo tunaiomba serikali, kama sisi ni wananchi wake, watuondoshee matatizo. Watuletee gari, tutie taka, wanaotoka mbalimbali, waekewe bango. Yaani wasitupe taka katika eneo letu, wanatuasiri. Tulikuwa na kiwanja cha sikukuu kimestopishwa kwa ajili ya taka. Kwa hivyo tunaomba serikali tusaidie kwa hili. Wananchi wa Maboga, watu wanatoka mbali kutupa uchafu, na sasa hivi nzi moja kwa moja. Yaani kila kipembe unachopita taka na magari yanateremsha saa 24. Tukimwambia nataka kukupiga pauro, ukimwambia usitupe taka hapo. Kwa hivyo hilo ndio ombi letu watu wa Maboga. Watu wazima, vizee kwa miaka 60 tuko hapa. Tunasema watu tunaathirika kwa uchafu. Kero letu kubwa ni utupaji wa taka Ziwa Maboga kwa vijana wa magari ya ng'ombe. Taka zinatoka sehemu mbalimbali, zinatoka Mombasa, zinatoka Intebe, zinatoka Jang'ombe, zinatoka Tomondo, zinatoka Kisauni, zinaletwa Ziwa Maboga. Sisi wakazi wa Ziwa Maboga hatuli, hatunywi, hatulali kwa mzi wengi na mbu wakali ambao kwamba wanatutafuna, wanatupatia maradhi aina mbalimbali. Kwa hiyo tunaiomba serikali ya shehia ifanye kazi kuja ili jaa liondoke, kwa sababu serikali ya shehia ndio yenye dhamana ya kuondoa jaa na kuweka jaa, au pajengwe dampo ambazo kwamba watu watapata kuweka taka. Mie maoni yangu, kunao kaka zetu wao wakija wanakuja na magari ya taka, ukimwambia mtu usimwage anakutolea panga, anakutolea jembe. Sasa utamwambia vipi? Mtu ukimwambia usikutolea matusi, akishakutolea matusi tunamwachia, uweze kumwambia kitu, anamwaga taka. Yaani unaweka kile chakula, unakula chakula hakiliki kwa harufu ya taka. Mtu ukimwambia anakutolea maneno. Sasa inakuwa ndo vipi? Sio ombi letu pale, hataki tumwage hizo taka. Ndio ombi letu kubwa sana. Sasa tuondoshe ile jaa. Mtu ukimwambia ndo kama hivyo, matusi mengi. Ukimfuata mara kwa kutolea panga, ndo utamwambia vipi? Na hapa, yani hapa service ndo ushazungumza. Mtu baada ya kuja kufuata na jembe na panga. Kwa nini umeenda zenu kusema? Kama hivyo ndo tumekuwa pale sikukuu. Pia ipo kwa sababu gani? Ya taka. Sasa tutafanya vipi sisi?
Akizungumza kwa niaba ya Sheha wa Shehia Tomondo, mjumbe wa Sheha ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya usafi wa shehia hiyo, ndugu Hassan Kipanga Abdullah amesema bado wanaendelea kupambana na vitendo vya utupaji wa taka holela na kutoa wito kwa jamii pamoja na taasisi zinazohusika kushirikiana kutokomeza tabia hiyo. Kusema kweli, swala hili la usafi ndani ya shehia ya Tomondo, juhudi kubwa zimefanywa na Sheha wa shehia ya Tomondo kuhakikisha taka zote za shehia ya Tomondo zinapelekwa Kibele. Kwa kupitia hilo, kama shehia kuna kikundi mashuhuri kinaitwa Tomondo Mazingira, kimekopa gari kwa ajili ya kuzoa taka shehia ya Tomondo, na hiyo kazi inafanywa. Lakini la kusikitisha kidogo, baadhi ya wananchi hawako tayari kulipokea hilo swala la usafi kwa sababu hawataki kulipia ada za usafi. Hasa eneo hili hapa ni wachache ambao wamekubali kulipia ada za usafi, lakini wengi wao kulipia ada ya usafi hawataki, na wanaamua sasa kwamba kusudi zitaka wazilete hapa badala ya kutia ndani ya gari ya taka. Wageni wa eneo hili wanazileta taka kweli saa 8 ya usiku, saa 9 huwa wanaleta taka hapa, lakini kwa kusema ukweli, wale wanaoleta kwa gari za ng'ombe kama shehia inakuwa si rahisi kuwalinda au kuwakamata kwa sababu wanaleta usiku, inakuwa ngumu. Kwa hiyo tunaiomba tu manispaa yetu kutumia task force zao kwa kadiri iwezekanavyo, kwa sababu wakati mwingine, wakati wa mchana, hizo taka huwa zinaletwa, kuna magari ya ng'ombe. Wao wakiwakamata wale, itakuwa ni fundisho kwa wengine, hata hao wanaoleta usiku itakuwa wamepata taarifa kwamba sasa hivi Tomondo Ziwa Maboga kuna ulinzi. Kamati ya ulinzi na usalama ya shehia kwa kuwalinda hao wenye ng'ombe haiwezekani, kwa sababu wanatumia silaha za jadi. Kwa hiyo kama kamati ya ulinzi na usalama ya shehia ikijiingiza katika jambo hili, kwa kusema ukweli, kutakuwa hakuna amani ndani ya shehia ya Tomondo. Ajaa hili hapa aliwezi kuondoka kama halijapangiwa mikakati kama unavyosema, kwa sababu hata ukizizoa leo zote hizi, kesho utazikuta tena kuliko hizi, kwa sababu taka zinatoka maeneo tofauti, Mbweni, Chukwani, sijui Kiembe Samaki, kote huko Mpendae, taka zinaletwa hapa. Kwa hiyo lazima kuwe na mikakati ya kiserikali, hasa serikali yetu ya Manispaa Magharibi B. Wao na wanadhani wanaweza kukabiliana nalo na jambo hili, lakini vinginevyo itakuwa sio rahisi. Wito wangu kwa wananchi, tushirikiane kwa pamoja. Wale ambao wanaleta wanaonekana, basi wakamatwe, kwa sababu wananchi nao wakiamua, imani yangu inaniambia kwamba taka hazitoletwa, lakini kama tukushirikiana, hizi taka zitaletwa kila siku. Swali linabaki kuwa, je, Zanzibar bila uchafu inawezekana kama jamii yenyewe haitalinda mazingira yake? Na ni nani atabeba gharama za uchafu huu kwa kizazi kijacho? Ni jukumu la kila mwananchi kuchukua nafasi yake katika kulinda mazingira, kwani Zanzibar safi inaanza na mimi na wewe.